بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رسلان حفظه الله تعالى: الوجه العاشر الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر تجريحهم على الجملة، njia ya 11 ya kuadhibu hawa watu wa bid'a. Tajrihuhum ala aljumla ni kuwajeruhi kwa jumla na kuwakashifu. Fala tuqbalu shahadatuhum, haukubaliwi ushahidi wao, wala riwayatuhum, wala hayakubali mapokezi yao, wala yakununa walina wala qudha, hawawi ni viongozi wala makadhi, wala yunassabuna fi manasibil adala, wa hawapewi vyeo vya uadilifu na hawapewi vile vyeo vya uadilifu min imama ambao min uimamu au khataba au mambo ya khutba za Ijumaa, khutba zaidi hawapewi. Illa annahu thabata an jumlatin min as-salaf riwayatu jama'atin minhum, isipokuwa imethubutu kwa jumla ya salaf, baadhi ya salaf, mapokezi ya kundi katika watu wa bid'a walipokea hadithi kutokana na watu hao. Hii ni kutokana na makanatu alhadith au makanati sunna, daraja ya hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya salaf ilitokea kupokea kwa kundi la hawa mubtadi'a hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kutokana na makanatu sunnati nabawiyya, daraja ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, sio somo jingine. Ilitokea kwa jumla, baadhi ya salaf walipokea kwa hao baadhi ya mubtadi'a masala ya hadithi. Wakhtalafu fi salati khalfahum min babil adabi, walikhtalifiana salaf kusali nyuma yao, kusali nyuma ya watu wa bid'a min babil adabi, kwa upande wa adabu. Liyarji'u amma hum alayhi, ili wataraja, wawache zile bid'a walizonazo. Wamekhtalifiana, je, yajuzu kusali nyuma ya mubtadi'a? Hii kwa upande wa adabu, ili waache zile bid'a. Kwa hiyo kuwatia adabu ni kutosali nyuma yao, lakini baadhi ya maulama wanasema yajuzu kusali nyuma yao na sala ni sahiha. Madhambi anayo huyo mwenyewe au hao wenyewe mubtadi'a, ikiwa ile bid'a si mukaffira. Yajuzu kusali nyuma ya mubtadi'a zikiwa bid'a zao hazitii katika ukafiri. Lakini ikiwa wana bid'a ambazo zatia katika ukafiri, kama kwenda kuwaomba maiti kule, una uhakika kwamba huyu imamu huyu mzushi anakwenda kuomba kule makaburini na kuwaomba maiti, hapo ukiwa na uhakika huo, usisali nyuma yake. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah: wala yajuzu takfiru almuslimi bidhanbin fa'alah wala bikhata'in akhta'a fihi, haifai, haijuzu kumkufurisha muislamu kwa dhambi aliyoifanya wala kwa kosa alilolikosea. Wala yajuzu takfiru almuslimi bidhanbin fa'alahu wala bikhata'in akhta'a fihi, haifai kumkufurisha muislamu kwa dhambi aliyoifanya wala kwa kosa alilokosea. Haifai jambo la kumkufurisha muislamu wajua kwamba huyu ni muislamu, asali, afunga, haifai kumwambia huyu ni kafiri muislamu huyu kwa sababu ya dhambi tu alifanya, labda alikunywa tembo au ni mzinifu, kumwambia huyu ni kafiri kwa sababu ya zinaa. Hiyo haifai, haijuzu.
قال كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة كما مسألة ambayo wamekhtalifiana waislamu haifai kumkufurisha muislamu katika masala haya ya ikhtilaf fa inna Allah ta'ala qala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun mtume ameamini aliyoteremshiwa kutokana na Mola wake na waumini pia wameamini hayo kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kila mmoja amemwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake la nufarriqu baina ahadin min rusuli hatufarikishi baina yoyote katika mitume wake waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wakasema tumesikia na tumetii tunakuomba msamaha wako Mola wetu na kwako wewe ni marejeo yetu وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا وغفر للمؤمنين خطأهم imekuja katika hadithi sahihi imethubutu katika hadithi sahihi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alijibu dua hii na kuwasamehe waislamu makosa yao kuwasamehe waislamu makosa yao rabbana la tuakhidhna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا mpaka mwisho wa aya za suratul Baqara imethubutu katika sahih hadithi sahih kwamba Allah ameikubali dua hiyo na kuwasamehe waislamu makosa yao wal khawarij المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين makhawarij wale wenye kutoka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kuwapiga vita qatalahum amirul mu'minin Ali ahadul khulafa'ir rashidin aliwapiga vita makhawarij hao kiongozi wa Uislamu Ali mmoja wa makhalifa waongofu wattafaqa ala qitalihim a'immatud din waliwafikiana kuwapiga vita ama khawariji hao maimamu wa dini viongozi wa dini mina sahaba katika masahaba watabi'in na waliowafuatia masahaba wa man ba'dahum na walio baada yao wamewafikiana kuwapiga vita hawa makhawarij ambao itikadi yao kubwa ni kutoka katika taa ya viongozi wa nchi hawa ndio itikadi yao kubwa kwamba watu wasiwatii viongozi wao wa nchi ndio itikadi yao kubwa hawa makhawarij kwa hiyo maimamu viongozi wa dini wamewafikiana kuwapiga vita hawa makhawarij kwa sababu wanakwenda kinyume cha Qur'ani na hadithi za Mtume SAW za amri ya kuwatii viongozi pamoja na hivyo walam yukaffiruhum Ali ibn Abi Talib wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa ghayruhuma min as-sahaba pamoja na kuamrisha au kuwafikiana kuwapiga vita lakini Ali ibn Abi Talib hajawakufurisha na Sa'd ibn Abi Waqqas na wengineo katika masahaba hawakuwakufurisha hao makhawarij bal ja'aluhum muslimin ma'a qitalihim bali waliwafanya ni waislamu pamoja na kuwapiga vita hii ni kuonesha kwamba haifai kumkufurisha muislamu kwa kosa alilolifanya au kwa dhambi anayoifanya idhan Ali ibn Abi Talib Sa'd ibn Abi Waqqas na wengineo katika masahaba hawakuwakufurisha makhawarij bali waliwafanya ni waislamu pamoja na kujuzu kuwapiga vita ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام Ali ibn Abi Talib hakuwapiga vita na kuwaua mpaka walipomwaga damu tukufu ya waislamu wa agharu ala amwali almuslimin akawashambulia kwa sababu kuchukua mali za waislamu faqatalahum lidaf'i dhulmihim wa baghihim kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akawapiga vita kwa ajili ya kuzuia dhulma zao la liannahum kuffar si kwa sababu wao ni makafiri
aliwapiga vita kwa sababu wanafanya dhulma, wanaua waislamu, wanachukua mali za waislamu. Akawapiga vita kwa ajili ya kuzuia dhulma zao hizo, si kwa sababu wao makhawarij ni makafiri. Walihadha lam yasbi harimahum walam yaghnam amwalahum. Ndio maana Ali ibn Abi Talib hakuwateka wanawake wao wala hakuchukua mali zao kuzifanya ni ghanima kama wanavyofanya makafiri. Wakishindwa wanatekwa wanawake wao, wanakuwa ni ima, mali zao zinakuwa ni ghanima. Lakini Ali ibn Abi Talib hakuwateka wanawake wao wala hakufanya mali zao ni ghanima akazipora, bali aliwaachia. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado ni waislamu, sio makafiri. Kwa hiyo haifai kuwakufurisha. Ahlus Sunna wal Jamaa hawana itikadi ya kuwakufurisha mubtadi'a, isipokuwa huyo tuliyosema kwamba alidhihiri bid'a yake ni mukaffira na akadhihirisha kwamba yeye anafanya bid'a ile ambayo inamkufurisha. Hapo huyo hakuna budi kusema kwamba ni kafiri. Lakini moja kwa moja huwezi ukamkufurisha muislamu kama huna uhakika na bid'a hizo mukaffira. Bid'a za maulidi si bid'a mukaffira. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa